Watu wengi hutumia saa nyingi katika mitandao ya kijamii kama Facebook, TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube na mitandao mingine kama Twitter. Lakini je, unazifahamu fursa ambazo zipo katika mitandao hiyo? Huenda jibu lako likawa ni ndio. Na mimi naamini kabisa kwamba jibu lako inawezekana likawa ndio. Kwa inawezekana fursa mojawapo ni kuchati na hao watu, badilishana mawazo, kupata mawazo, ideas katika mitandao hiyo. Katika video hii nitakuonesha njia 10 za kutengeneza pesa kupitia hiyo mitandao ya kijamii. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kujiunga katika account hii, tafadhali follow na subscribe kwenye account zetu. Kwenye mitandao yote tunatumia jina la Henrick Idawa. Tafadhali follow katika account hizo, iwe TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat ama mtandao wote ule kama Rambo na kadhalika, tunatumia jina hilo. Na wakati huu basi, naomba nikupatie hizo fursa chap. Fursa number 1, tunazungumzia kuhusiana na fursa zitokanazo na mtandao wa Facebook. Hasa wengi wanafahamu kuhusiana na content monetization tools. Hii ni fursa pekee ambayo kwa sasa hivi inazungumzwa zaidi, lakini unafikiria kuna fursa nyingine katika mtandao wa Facebook? Nikwambie tu, kwenye mtandao wa Facebook kuna fursa nyingi sana. Achana hiyo content monetization tools. Inawezekana usilipwe direct na Facebook katika content monetization tools, lakini ukalipwa na fursa nyinginezo. Facebook wameendelea kuboresha account yao, na hii ndio njia pekee ambayo unaweza kuendelea kutengeneza pesa. Ziko fursa nyingi. Kama unataka hizo fursa, tafadhali comment hapo, alafu mimi nitakusaidia kuweza kujua fursa zaidi. Namba 2, fursa zitokanazo na mtandao wa YouTube. YouTube ni moja ya platform kubwa duniani ambayo imejizolea wafuasi na imekuwa na content nyingi. Kila jambo ambalo ungetamani kuweza kujifunza liko katika mtandao wa YouTube. Kama ambavyo unaona, na sisi tunaendelea kuweka content zetu hapa ambazo unazipata for free. Yaani ukiingia hapo unapata for free. Lakini pia YouTube wanalipa kwa njia gani? YouTube wanalipa kwa long video, short video, lakini pia wanalipa kwa subscription. Hii itakusaidia kutengeneza pesa zaidi. Namba 3 ni swala affiliate marketing. Hili na cross cut kwenye mitandao yote, iwe Facebook, iwe YouTube, iwe TikTok, iwe Snapchat, iwe Instagram. Unaweza ukaweka link yako hapo na ukaweza kusaidia kuuza digital product ama physical product za watu wengine, ama kupitia hiyo link unaweza kufanya recommendation ya hizo product kwa watu wengine, na mambo yakaenda vizuri kabisa, na ukajipatia commission kupitia hizo product ambazo unaendelea kurecommend kwa watu. Uhitaji kuwa na bidhaa wewe. Kikubwa wewe ni kwamba unahitaji kumdirect mtu kwamba bwana, same fulani unapata bidhaa hii. Akienda kununua ile bidhaa, basi moja kwa moja unapata commission. Ungetamani kujifunza? Comment. Fursa namba 4, uuzaji wa ebook ama digital product. Watu wengi sasa hivi wanahamia kwenye masoko ya kidijitali. Mfano kusoma ebooks, kufanya hizo podcast, kuandaa tutorial, zote hizo ni digital product. Lakini unazifanyaje kuwa fursa? Nikwambie tu, fursa ziko nyingi. Unaweza kutengeneza pesa kupitia kuuza ebooks. Wewe unaandika ebooks kupitia AI, una kidesign labda kupitia Canva ama Microsoft Word ama document. Baada hapo moja kwa moja unaweza kukipublish katika platform kama labda Amazon, Etsy ama Seller ama Gumroad na mingineyo. Alafu baada hapo utaendelea kuuza online na kutengeneza pesa mtandaoni. Kuhusiana na fursa ya uuzaji wa kozi mtandaoni, kama ambavyo sisi tuna kozi ya jinsi ambavyo unaweza kulipwa na Facebook, basi hata wewe unaweza kaandaa kozi yako. Sio lazima iwe kozi ambayo unahitaji kufundisha vitu vingi vizito sana. Hapana, unahitaji kuwa na kitu kichwani. Una nini? Inawezekana ukafundisha mapishi ikawa ni kozi yako. Inawezekana ukafundisha jinsi ya kunyosha nguo ama kufanya masuala dobbing, ukapata wateja. Lakini inawezekana ukawa unafundisha kile kitu ambacho una ujuzi nacho. Tupatie kama fursa, tuuzie kama fursa. Hata kama utauza kwa shilingi 50, 20, 10,000, lakini utaendelea kutengeneza pesa mtandaoni. Tuangalie fursa nyingine ni masuala ya social media management. Haya tunazungumzia hasa kuweza kusimamia mitandao ya kijamii ya makampuni, taasisi ama watu binafsi, hasa kwenye masuala ya biashara. Hasa hivi utaona kwamba moja ya ajira kubwa ambayo kwa sasa hivi watu wanazungumzia ni fursa ya ajira ya masuala ya kusimamia social media za makampuni. Awe na uwezo wa kufanya analysis, au uwezo wa kutengeneza content nzuri za kuvutia na kadhalika. Hii inaweza kuwa fursa kwako kama wewe ni miongoni mwa watu ambao ungetamani kuweza kujifunza masuala ya social media. Angalia jambo lingine ni masuala ya video editing, na sasa hivi moja ya kazi kubwa pia ni jinsi ambavyo unaweza create content, edit videos. Watu wanakuambia bwana, wewe na uwezo wa kuplan content nzuri, ukarekodi, iwe kwa kuna watu ambao wana rekodi tu audio, lakini anaenda kufanyia
hizo editing, labda picha ama videos kutoka online. Kwa hiyo uhitaji wewe kuonesha sura yako kama mimi ambavyo nimeonesha sura yangu hapa, unaweza ukatumia tu audio, lakini picha yangu, sura yangu siweze kuona, au tunasema faceless content. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo unapaswa kufanya nini? Kujifunza. Jambo lingine tunazungumzia kwenye AI content creation service. Kuna watu bado wanahitaji kuweza kujifunza fursa ambazo zinatokana na AI. Kwa hiyo hii itakusaidia kuweza kutengeneza content na ukaweza kulipa kwa kutengeneza watu content za AI. Huwa naona watu wanasema bwana, ukitaka picha kama hii, anachukua picha ya mtu kama mimi hapa, picha yangu, alafu anaiweka labda kama mwanajeshi, anakuambia ukitaka picha kama hii hapa, basi niambie, nitumie picha yako nitengeneza, afu malipo baada ya kazi. Hiyo ni jinsi ambavyo unaweza kutengeneza fursa. Umeona hiyo fursa kama hiyo? Tuangalie jambo lingine ambalo ni muhimu uweze kufahamu. Tunazungumzia influencer marketing, kwa maana kwamba unahitaji kuwa na followers wengi kwenye mitandao yetu ya kijamii, na baada hapo watu wataleta matangazo yao moja kwa moja katika akaunti yako. Sasa pia tuzungumzie swala la uuzaji wa bidhaa kupitia Facebook, Instagram, najitengenezea pesa. Hizo zote ni fursa ambazo nimekwambia leo na share nawe fursa 10 muhimu ambazo unaweza kuzitumia kutengeneza pesa mtandaoni. Baada ya kuwa tumejifunza hizo fursa 10 muhimu ambazo leo nimeweza kukuelekeza, natamani kuweza kufahamu kutoka kwako fursa gani ambayo ungetamani kuweza kuanza nayo. Lakini swali linaweza likabaki kwamba je, naweza nikaanza na zote ama vipi? Naanzaje? Kwa mfano, naomba nikushauri kwamba unahitaji kuchagua fursa moja ukaanza nayo. Jambo la kwanza, ukishachagua, anza kujifunza hiyo fursa ikoje kwa undani, imaster. Alafu jambo la pili, sasa anza kuifanyia kazi, kwa maana kwamba practical zaidi. Lakini ukiona tayari umeshaweza, endelea kuboresha. Kama labda unauza ebooks, unafanya affiliate marketing, sio unafanya content creation, ama labda unaendelea kufanya nini, endelea kuboresha hizo content zako. Lakini jambo lingine, unaweza kuendelea kujiongeza maarifa zaidi, kutafuta fursa nyingine. Kama una content za Facebook, basi ziweke katika mitandao mingine kama Instagram, TikTok ama YouTube ama Snapchat. Fahamu kwamba Snapchat inalipa vizuri na yenyewe kwa hivi sasa. Na nikwambie tu, katika maisha siku zote ukitaka pesa mtandaoni ni kuwa na uvumilivu. Uwezo kaanza leo kategemea ndani ya siku 2 upate pesa. Sio rahisi kiasi hicho, kama ilivyo kwenye biashara zingine. Uwezo kaanza duka leo utarajie kwamba leo utapata wateja wengi zaidi kwenye duka lako. Fahamu kwamba ni process, hatua. Kwa hiyo hatua namba 1 ni kuhakikisha kwamba unaamini mtandao kwamba unaweza kukupatia pesa. Jambo la pili ni kuendelea kuwa mvumilivu, na jambo la tatu kuhakikisha kwamba unaendelea kupambana, kuhakikisha kwamba content zako zinaboreka siku hadi siku. Lakini katika posti zinazofuata nitachambua kwa kina hizi fursa moja baada ya nyingine. Utaweza kuangalia kwenye masuala Facebook, YouTube, affiliate marketing, digital product, kufanya content ama video editing, kuweza kufahamu best software ama apps nzuri za kufanya editing na kadhalika. Sasa kwenye comment naomba niambie kwamba je, kati ya hizi fursa 10 ambazo leo nimeshare kwako, fursa gani ambayo unaona kwako ni bora zaidi unaweza kaanza nayo? Na kama utakuwa na swali, tafadhali comment nami nitakusaidia. Naitwa Aaron Kidawa. Asante sana kufuatia video hii, na tafadhali endelea kufuatia kwenye kurasa zangu. Nitaendelea kupatia madini na tools free kwa ajili yako ambazo zitakusaidia kuongeza kipato mtandaoni.